Imepokewa katika riwaya kutoka kwa al-Imam al-Baqir Abu Ja'far salawatullahi wasalamuhu alayhi, riwaya iliyopokewa na Zurara. Alimuuliza al-Imam alayhi salam juu ya mtu, rajulun kataba bitalaqi imraatihi au bi'itqi ghulamihi thumma bada lahu famahahu. Alimuuliza Zurara juu ya mtu ambaye aliandika talaka, kumwandikia mkewe, au aliandika itq, kumwacha huru mtumwa wake, kisha akafuta maandishi yake. Ni nini hukumu yake? Al-Imam Abu Ja'far al-Baqir salawatullahi wasalamuhu alayhi akasema, laisa dhalika bitalaqin wala itaqin hatta yatakallama bihi, hiyo itakuwa si talaka wala si kuacha huru mtumwa mpaka atamke kwa ulimi wake, hiyo ndiyo itakuwa talaka. Kwa hiyo sharti ya kwanza katika tamko la talaka iwe ni kwa matamko, isiwe ni kwa maandishi. Kwa hiyo talaka ya maandishi iwe ni kwa njia fupi, njia ya message fupi, SMS, au kwa email, au kuandika kwenye karatasi, haitasihi. Sharti ya pili katika tamko la talaka, an yakuna bil arabiyati, talaka iwe ni kwa lugha ya Kiarabu. Ikiwa mtu ataweza kutamka kwa lugha ya Kiarabu. Ikiwa hataweza kutamka kwa lugha ya Kiarabu, atatamka kwa lugha nyingine kwa kutumia maneno yanayoafikiana na sigha ya Kiarabu ya talaka. Lakini lugha ya kwanza katika talaka, kama ambavyo lugha ya kwanza katika ndoa ni lugha ya Kiarabu. Ikiwa ameshindwa, ndipo atatumia lugha ya Kiswahili au lugha nyingine yoyote ambayo anaimudu. Kwa hiyo katika talaka yatakiwa iwe ni kwa tamko, vile vile yatakiwa iwe ni kwa lugha ya Kiarabu kwa anayeweza kutamka lugha ya Kiarabu. Hii ni sharti ya 4 ambayo ni al-lafdhu sarih, tamko la wazi. Talaka isiwe ni kwa tamko ni kwa maandishi au kwa kuashiria.